Mkoa wetu kwa sababu ya ulipaji mzuri wa kodi unachangia uchumi wa taifa hili, yani GDP, kwa 7.2, na matarajio yetu ni kwenda kwenye double digit, kutoka 7 twende angalau 10 hadi 12 baada ya miradi inayochochea uchumi ya kimkakati kukamilika kama vile treni ya SGR, lakini pia upanuzi wa bandari, lakini pia ujenzi wa vivuko, lakini meli mpya ambazo zitasafirisha abiria na mizigo kwenda nchi jirani. Kwa hiyo matarajio yetu, vyanzo vingi vya kodi vitazaliwa. Kwa hivyo wito wangu kwa wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo, kulipa kodi kwanza si adhabu, lakini kulipa kodi ni uzalendo. Kulipa kodi ni kwa maendeleo ya nchi yetu, na maendeleo ya nchi yetu yakiwa imara, nchi yetu itakuwa imara na wafanyabiashara watapata fursa ya kufanya biashara zao vizuri. Lakini kama nchi yetu ikiwa imeyumba kwa sababu haina pato, kwa sababu tunategemea wahisani, basi maana yake athari zitakazotokana na myumbo huo zitawagusa pia wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo. Kwa hivyo kuna uhusiano mzuri kati ya uchumi imara na amani ya nchi yetu. Kwa hivyo wafanyabiashara tulipe kodi, wafanyabiashara wakubwa, wadogo na wakati walipe kodi, tena kwa wakati, tena walipe kwa hiari, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunakuwa wazalendo namba moja wa nchi yetu. Mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe. Kwa hivyo wito kwa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Mwanza kuzingatia kauli hii ya serikali, lakini pia kutoa risiti wanapofanya biashara zao ili kuthibitisha kwamba fedha iliyotoka imeingia kwenye mkono wa serikali. Unajisikiaje kwa mfano unaenda kununua bidhaa halafu hupewi risiti ili ukwepe au upate punguzo dogo tu, halafu fedha ile inaingia kwenye mkono wa mtu mmoja au mfuko wa mtu mmoja badala kuingia kwenye mfuko mkuu wa nchi na kutunufaisha wananchi wote. Kwa hiyo ni jambo la busara, tunapouza tutoe risiti, tunaponunua tudai risiti ili tuijenge nchi yetu. Pamoja tunajenga taifa letu. TRA.